Mwaka wa 2026 umeingia na kuanza kwa kawaida. Kawaida kwa sababu siasa zimechukua nafasi yake mapema. Mwaka huu wa 2026 tutarajie mambo ya kawaida yakifanyika kwa tofauti kidogo. Lakini katika hayo ya kawaida tutaona jipya hasa katika jamii ya Nyanza. Jamii ya Waluo imekuwa chini ya uongozi wa Baba Raila Amolo Odinga na ilikuwa rahisi kuona umoja wao. Katika Raila Odinga tuliona jamii iliyounganika, yenye sauti moja, na alichosema yeye Raila ndicho kilichofuatwa. Kifo cha Odinga Oktoba mwaka jana kimeleta mianya katika chama cha ODM na jamii ya Nyanza. Tayari tumeona siasa za nani au msemaji wa jamii hiyo, huku tafiti zikimwangazia sana Babu Owino. Hapa jamii ya Nyanza ina kibarua kwa sababu lazima Raila mpya awe na uwezo wa kushawishi ufuasi kutoka jamii zingine na kutetea heshima ya jamii hiyo. Mwaka 2026 tutarajia mpasuko katika jamii ya Waluo. Mpasuko huo utachochewa kisiasa namna tu tunavyotarajia mpasuko katika chama cha ODM. Ndani ya jamii hii tutashuhudia watakao kubaliana na serikali ya Rais Ruto hata iwe na ubaya kiasi gani, na kuna kundi ambalo litakataa kabisa kujiunga naye. Kuna wale watatetea kile serikali ya Rais Ruto imefanya, na kuna wale watasema haina faida na ilikuwa haki yao. Mwisho tutakuwa na Nyanza 2, ODM 2. Baada ya haya, jamii ya Nyanza itaanza siasa za kujiunganisha jinsi ilivyo kwa mashemeji wao jamii ya Mlembe. Wasipomakinika sasa hivi, juhudi zao hazitafaulu. Wana sharti la kuchunga chama cha ODM, kuhakikisha wanamteua msemaji mwenye ushawishi na kisha wachague mwelekeo watakaochukua mwaka 2027. Mpasuko unaokuja katika ODM utapasua pia jamii ya Wajaluo. Tumepuliza kipenga. Mimi ni Nelson Songa.